Na kutoka CGTN kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. Xi Jinping atoa wito wa kuimarisha ushirikiano wa kimkakati kati ya UNESCO na China kwa manufaa ya watu wote. China yaongeza kasi ya teknolojia za baadaye na miradi ya ubunifu. Na Afrika Kusini kuwa kitovu muhimu cha upanuzi wa sekta ya magari ya China barani Afrika. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Mogoa. Usiondoke. Na China imeongeza juhudi za kuboresha na kupanua sekta zake za teknolojia za baadaye tangu mwanzoni mwa mwaka huu, huku mafanikio makubwa yakionekana katika teknolojia za kisasa, kuanzia roboti za hali ya juu hadi vituo vya data vinavyozunguka angani. Nilifuatilia taarifa hiyo na kuandalia ripoti ifuatayo. Mwaka huu wa 2026 miradi kadhaa muhimu imeanza kuonekana katika maeneo mbalimbali nchini China. Jijini Beijing, maandalizi yanaendelea kwa ajili ya kituo cha kwanza cha ubunifu wa kompyuta za anga za juu nchini humo. Kituo hicho kitafanya tafiti zinazolenga kuhamisha hatua kwa hatua vituo vya data vilivyopo ardhini kwenda angani ili kurahisisha ukusanyaji wa taarifa, uchakataji wa data na utoaji wa matokeo moja kwa moja katika mzunguko wa anga. Serikali ya China pia imetoa mipango maalum ya kuharakisha maendeleo na kuimarisha mfumo wa sekta ya kompyuta za anga katika mwaka huu. Katika jiji la Shanghai, jukwaa la kwanza duniani la majaribio ya vifaa vya roboti zinazofanana na binadamu linaendelea kujengwa. Kupitia uwekezaji wa laini ndogo za uzalishaji wa majaribio kwa aina 5 za vifaa muhimu, ikiwemo vifaa vya kupunguza mwendo wa mitambo, jukwaa hilo linatoa huduma 72 za upimaji na uthibitishaji, hatua inayopunguza kwa kiwango kikubwa gharama na changamoto za kutengeneza roboti hizo. Tangu mwanzo mwaka huu, China imezindua zaidi ya miradi 100 ya ubunifu na utafiti katika sekta za teknolojia za baadaye kupitia mfumo wake wa ushindani wa wazi. Aidha, maeneo maalum ya matumizi ya teknolojia hizo tayari yameainishwa, huku vituo vya ubunifu wa viwanda na majukwaa ya majaribio katika sekta za kipaumbele vikianzishwa ili kuharakisha safari ya teknolojia kutoka mahabara hadi kwenye uzalishaji viwandani. Maendeleo hayo yanaonekana pia katika sekta ya nishati safi. Katika mkoa wa Shanxi ulioko kaskazini mwa China, baiskeli za kushirikiana zinazotumia nishati ya hidrojeni zimeanza kutumika mitaani, huku zaidi ya malori mazito 15,000 yanayotumia hidrojeni yakifanya kazi kwa njia za usafirishaji wa mizigo. Viongozi wa eneo hilo pia wanapanga kuanzisha korido kadhaa za usafirishaji wa hidrojeni zitakazounganisha mikoa tofauti nchini humo. Ili kuhakikisha kazi hiyo ya maendeleo inaendelea, China inapanga kutekeleza mfumo maalum wa kukuza kampuni kubwa za ubunifu zinazojulikana kama unicorn, pamoja na kampuni ndogo na za kati zenye utaalamu mkubwa katika sekta muhimu mwaka huu. Nchi hiyo pia itaendeleza ujenzi wa maeneo ya majaribio ya viwanda vya baadaye kwa kuzingatia uwezo wa kipekee kwa kila eneo kiuchumi na kiviwanda. Hadi sasa zaidi ya kampuni bunifu 44,000 nchini China zimejiunga na makundi 193 ya viwanda vya ubunifu yaliyoundwa kote nchini, hatua inayoendelea kuimarisha nafasi ya China kama kinara wa teknolojia na ubunifu duniani. Na kwingineko, Afrika Kusini inaendelea kujitokeza kama kitovu muhimu cha sekta ya magari ya China barani Afrika, huku kampuni za China zikiongeza uwekezaji wao katika uzalishaji wa magari. Hatua hiyo inatarajiwa kuongeza ajira, kukuza teknolojia mpya na kuimarisha uchumi wa nchi hiyo. Tom Njala ana maelezo zaidi. Afrika Kusini inaendelea kuvutia uwekezaji mkubwa kutoka kampuni za magari za China, huku wazalishaji hao wakipanua shughuli zao katika bara la Afrika. Kampuni kama BYD na Chery zimeanza kupata nafasi kubwa katika soko la Afrika, hali inayobadilisha ushindani uliokuwa ukitawaliwa kwa muda mrefu na kampuni za Ulaya pamoja na Japan. Kampuni ya BAIC ilikuwa miongoni mwa kampuni za kwanza za China kuanzisha uzalishaji mkubwa wa magari nchini Afrika Kusini mnamo mwaka 2016. Tangu wakati huo, uwekezaji wa kampuni za China umeendelea kuongezeka.
Sasa kampuni ya Chery inapanga kuchukua kiwanda cha Nissan mjini Pretoria, hatua inayoweza kuleta zaidi ya ajira kwa watu 3,000 nchini humo. Profesa wa uhandisi wa vifaa na utengenezaji katika chuo kikuu cha Witwatersrand, Rodney Genga, amesema kuwa ifikapo mwaka 2027, Chery inalenga kuzalisha magari 50,000 kila mwaka. They're looking by 2027, once everything is up and running, to produce at least 50,000 units a year. This is not bad. This creates opportunity, creates employment, but also downstream industries that are, whether it's the tire industry, whether it's the auto manufacturers and support industries that come along with this. This is a major advantage, and it creates confidence in the sector. Kwa upande mwingine, kampuni ya BYD ambayo ni mtengenezaji mkubwa duniani wa magari yanayotumia nishati mbadala, nayo inaendelea kuimarisha uwepo wake nchini Afrika Kusini. Ingawa bado haijaanza kutengeneza magari hayo nchini humo, kampuni ya BYD inawekeza katika maduka ya magari pamoja na miundombinu ya kuchaji magari ya umeme. Makamu rais mtendaji wa BYD, Stella Lee, amesema uwekezaji huo unaweza kusaidia kuunda takriban ajira 2,000 pamoja na kuweka msingi mzuri wa maendeleo ya baadaye ya magari safi na rafiki kwa mazingira. We need to invest dealership, very strong, very high quality dealer store here, and then this will indirectly maybe help to maybe create more than close to 2,000 job opportunity here. And the second, we will invest for the charging infrastructure. That is very important. So I think we need to have this. This is a kind of foundation for our next step. Wataalamu nchini Afrika Kusini wanaamini kwamba ushirikiano mzuri na China unaweza kusaidia maendeleo ya teknolojia mpya za magari pamoja na kuifanya nchi hiyo kuwa kitovu muhimu cha uzalishaji wa magari ya nishati mbadala barani Afrika. If we partner correctly with China, which is the biggest automotive renewable energy vehicle country in the world today in terms of what they've done in terms of industrializing, and partner very strategically where the investment into whatever new technologies are developed here, we become co-developers of that with a key focus on the region. Kwa ujumla, kampuni za magari za China zinaendelea kuimarisha uwepo wao barani Afrika, huku Afrika Kusini ikitajwa kuwa lango muhimu la maendeleo ya sekta ya magari na vilevile teknolojia mpya katika siku zijazo. Na jiji la Beijing nchini China limeweka rekodi mpya baada ya kusajili zaidi ya watu milioni 8 waliovuka mipaka yake tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026. Maafisa wa uhamiaji wanasema ongezeko hilo limechangiwa pakubwa na sera mpya ya kuingia China bila visa. Simiyu Wanjala alizamia taarifa hiyo na kutuandalia ripoti ifuatayo. Zaidi ya watu milioni 8 wameingia na kutoka katika mipaka ya Beijing kufikia saa 5:30 asubuhi siku ya Jumanne mwaka huu 2026. Takwimu hizo zinaonyesha ongezeko la 12% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka 2025, huku rekodi hiyo ikifikiwa wiki 2 mapema zaidi kuliko mwaka uliopita. Kwa mujibu wa kituo kikuu cha ukaguzi wa uhamiaji cha Beijing, zaidi ya wageni milioni 2 kutoka mataifa ya kigeni wamepitia mipaka ya jiji hilo kufikia siku ya Jumatatu. Idadi hiyo ni 32% ya wasafiri wote na ni ongezeko la 33% ukilinganishwa na mwaka 2025. Maafisa wamesema kuwa karibu wageni 957,000 waliingia Beijing mwaka huu kupitia sera za visa huria au vibali vya muda vya kuingia nchini humo. Idadi hiyo ni zaidi ya 70% ya wageni wote walioingia katika mji huu mkuu wa China. Ongezeko hilo linaelezwa kuchangiwa na maboresho ya sera za visa. China kwa sasa inaruhusu raia wa nchi 50 kuingia nchini humo bila kuhitaji visa. Aidha, wasafiri kutoka nchi 55 wanaruhusiwa kupitia nchini China na kukaa kwa muda wa hadi saa 240 bila visa kabla ya kuendelea na safari zao kwenda mataifa mengine. Baadhi ya wageni wamesema sera hiyo zimewapa hamasa ya kutimiza ndoto yao ya muda mrefu ya kuitembelea China. Kwingineko ni kuwa China inaendelea kuleta ubunifu katika sekta ya utengenezaji wa bidhaa za kibiolojia. Teknolojia za uhandisi wa vinasaba sasa vinatumika kuimarisha kilimo na viwanda vya vifaa vipya. Mwenzangu Ronald Mutie anatueleza zaidi. Sekta ya utengenezaji wa bidhaa za kibiolojia nchini China inaendelea kuleta ubunifu kupitia bidhaa zinazotokana na uhandisi wa vinasaba.
Katika vilima vya kaunti ya Hunan mashariki mwa China, msimu wa uvunaji wa chai ya masika unaendelea. Baada ya uvunaji kwa kutumia mashine, mkulima mmoja wa chai ananyunyizia dawa ya kudhibiti wadudu, lakini hatumii kemikali zenye sumu. Badala yake anatumia kimelea hai ambacho ustawi wakati wa michakato ya kemikali inayofanyika ndani ya majani ya mimea. Uhusiano wa ushirikiano kati ya mimea na kimelea hicho husaidia kuongezea uwezo wa mimea kupambana na magonjwa pamoja na manufaa mengine. Using this microbial agent, we see more and more buds. More buds mean denser leaf growth, better plant health, and higher yields. This microbial agent also helps farmers reduce or avoid pesticide residues. If random testing detects pesticide residues, the entire batch of tea will be rejected and must be destroyed. Mbali na kuleta mageuzi katika kilimo cha kisasa, utengenezaji wa bidhaa za kibiolojia pia unaleta mafanikio katika sekta ya bidhaa mpya za viwandani. Katika maonyesho ya kimataifa ya sekta ya plastiki na mpira yaliyofanyika hivi karibuni mjini Shanghai, kifuniko cha betri kilichotengenezwa na malighafi za biolojia kilivutia wengi. Kifuniko hicho ni chepesi kuliko vile vya kawaida vya chuma, jambo linalosaidia kuongezea uwezo wa magari ya umeme kusafiri umbali mrefu zaidi. Our material can withstand direct flame from an acetylene torch at 1100 degrees Celsius for 1 hour without burning through. Kwa mujibu wa ripoti ya mkutano wa utengenezaji wa bidhaa za kibiolojia ya mwaka 2025, dhamani ya sekta hiyo nchini China ilifikia zaidi ya dola bilioni 157 za Marekani mwaka jana. Rais wa China Xi Jinping ametoa wito wa kuimarisha ushirikiano wa kimkakati kati ya China na shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni, yani UNESCO, alipokutana na mkurugenzi mkuu wa UNESCO Khaled El-Enani aliyekuwa ziarani mjini Beijing siku ya Jumanne. Hamis Darwesh anaripoti zaidi. Wakati wa mkutano wao uliofanyika katika Great Hall of the People Jumanne alasiri, Xi alisifu mchango wa shirika hilo katika kuimarisha uelewano na kuaminiana kati ya watu wa nchi mbalimbali pamoja na kukuza mabadilishano na kujifunza kati ya ustaarabu tofauti. China inaunga mkono kikamilifu kazi za UNESCO na pande zote mbili zimefanya mengi kwa pamoja kulinda amani ya dunia na kuendeleza maendeleo ya kimataifa. Niliwahi kusema kuwa ushirikiano kama huu ni wa dhamani sana na unapaswa kuendelezwa. Mke wangu ni mjumbe maalum wa UNESCO wa kuendeleza elimu kwa wasichana na wanawake, na anatilia maanani sana kazi hii. China iko tayari kuimarisha ushirikiano wa kimkakati na UNESCO chini ya uongozi wako ili kuwanufaisha zaidi watu wa nchi zote. Mkurugenzi mkuu wa UNESCO Khalid El-Enani alimshukuru Xi kwa msaada endelevu na mpana wa China kwa UNESCO, na pia alikumbuka hotuba aliyotoa Xi katika makao makuu ya UNESCO mjini Paris miaka 12 iliyopita. Xi alisisitiza kuwa China inaunga mkono kikamilifu kazi za UNESCO na inatazamia kuimarisha ushirikiano wa kimkakati na shirika hilo ili kuwanufaisha zaidi watu wa mataifa yote. Xi alieleza kuwa China inatekeleza kwa dhati mfumo wa kweli wa ushirikiano wa kimataifa, inaunga mkono na kutetea mamlaka ya Umoja wa Mataifa na inaunga mkono UNESCO katika kutekeleza jukumu muhimu katika utawala wa kimataifa. Alisema China iko tayari kushirikiana na UNESCO kutekeleza mpango wa maendeleo ya kimataifa, mpango wa usalama wa kimataifa, mpango wa ustaarabu wa kimataifa na mpango wa utawala wa kimataifa ili kuwawezesha watu wa nchi zote kushiriki matunda ya maendeleo katika elimu, sayansi na utamaduni, kukabiliana vyema na changamoto za pamoja zinazoukabili ubinadamu na kwa pamoja kuendeleza ujenzi wa jamii yenye mustakabali wa pamoja kwa wanadamu. Mr. President, it's such a great honor for me to be here, and thank you for the extensive support I'm receiving from Chinese authorities and your excellent permanent delegation at UNESCO. Your words are still resonating at UNESCO since your speech in 2014 when you shared with the all UNESCO family the importance of exchange and mutual learning from each other. This is my priority at UNESCO. Na kadri umri wa kuishi unavyoendelea kuongezeka nchini China, serikali za mitaa na jamii zinaongeza juhudi za kuboresha huduma kwa wazee, hususan wale wanaoishi katika maeneo ya mbali vijijini. Sasa Zakia Pong anatufahamisha zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China.
Hujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Wakati umri wa kuishi unavyozidi kuongezeka nchini China, serikali za mitaa na jamii zinaongeza juhudi za kuhakikisha wazee, hususan katika maeneo ya mbali vijijini, wanaweza kufurahia maisha mazuri katika uzee wao. Huko Lishui, karibu 40% ya wazee wanaishi katika maeneo yaliyotawanika milimani, ambako umbali mrefu, gharama kubwa na shida ya kufika vinaleta changamoto kubwa kwa huduma kwa wazee. Ili kukabiliana na masuala haya, wahusika wa huko wanapeleka magari ya huduma kutoka huduma ya maisha ya kawaida, kupeleka chakula cha mtoto na kutoa huduma binafsi mlangoni kwa wazee. Kwa mujibu wa takwimu husika, umri wa kuishi nchini China ulipanda na kufikia miaka 79, miaka 5 juu ya kiwango cha dunia. Karibu robo ya idadi ya watu kwa sasa wana umri wa miaka 60 na zaidi. Wazee wengi wanapendelea kuzeeka nyumbani, wakisaidiwa na mtandao unaokuwa na huduma zinazoletwa na jamii. Katika miaka 5 iliyopita, China imeanzisha zaidi ya mikahawa 86,000 ya kijani inayotoa huduma kwa ajili ya wazee milioni 3 kwa siku. Zaidi ya hapo, nyumba milioni 2 zimewekwa vifaa vya usalama kama vile sakafu zisizoteleza. Ubora wa huduma kwa wazee pia unaendelezwa nchi nzima. Vitanda maalum vya kuwahudumia wazee kwa sasa vinachukua karibu 66% ya nyumba za kudumu za huduma kwa wazee. China pia inatumia urithi wake wa utamaduni na nguvu ya viwanda ya maeneo husika. Mjini Lishui, mji unaofahamika kwa sekta yake ya utengenezaji wa mbao na urithi mkubwa wa kitamaduni usioshikika, juhudi zinafanyika kutengeneza mazingira changamfu na rafiki kwa wazee. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na mtazamaji, sasa ni wakati wa kujifunza lugha ya Kichina. Katika sehemu hii tunakuletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia zaidi. Karibu kwa pamoja tuweze kujifunza lugha ya Kichina. Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. 第8课，我去商店。 Sikiliza rekodi na usome. 学校，学校，商店，商店。 Sasa tutajifunza maneno mapya. Tafadhali soma baada ya sauti zilizorekodiwa. 在，去，哪儿，谢谢，你们，我们。 Kinachofuata tuangalie matumizi ya maneno haya. 在商店。 在商店。 谢谢， 谢谢你。 去。 我去学校。你们。 我去学校。你们去吗？我去学校。你们去吗？ 我们。 我们在家。 我们在家。 哪儿？ Tafadhali jibu swali langu. 你去哪儿？
我去学校。你去哪儿？我去商店。 Magoli ya soka. Unaposoma msamiati ambao mvulana mdogo amesema kwa usahihi, mvulana huyo atafunga goli. Hebu tumsaidie. Unasomaje neno hili? 谢谢。在。我们。你们。去。哪儿？ Kazi ya nyumbani ya leo ni kusoma maneno mapya. Kesho tutaendelea kucheza michezo ya maneno. Na kufikia hapo ndipo ninapokamilisha makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, mimi ni Jacob Mogoa na nasema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.